Mchakato wetu wa transformation ambao tulianza 2017 sasa ni 2025. Miaka mingapi hiyo? 8. Unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya, hasa Ujerumani, Afrika hakuna klabu inatumia mfumo huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu. Mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wana hisa zao na wawekezaji wana hisa zao, ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka 8 iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ilibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board. Wakasema kwa nini mlianza kabla ya kuja huku? Tukapigwa faini, tukalipa. Ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu, ofisi ya waziri mkuu. Waziri mkuu akazungumza, lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana na vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho, kesho kutwa itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kwelikweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba, na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu na hasa nje ya Tanzania. Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano, na huo mfano hautapita miezi 6 mpaka mwaka. Tutakuja kuambieni sasa tumefikia wanachama wangapi, na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini la pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania. Hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo hilo linafanyiwa kazi, mimi na makamu wangu ambaye ni mwenyekiti wa klabu, ili tupate kadi za kisasa ambazo mwana Simba akipata ile kadi, sio tu kwamba kuja kuonyesha kwenye mkutano, inakuwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaweza yakafanyika. Lakini uwekezaji transformation kikamilika, sasa mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatuahidi kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hiyo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities za kiwango cha 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Kwa hiyo hili ni kubwa sana kwa wanasimba.
La tatu, kumekuwa na maneno ya hapa na pale siku za karibuni. Sasa naomba niseme sisi kama bodi tunazungumza kwamba Simba ni moja. Sisi tuna bahati, tumepata mwekezaji ambaye kwanza ni mwanachama wa Simba, na mwekezaji huyu kwanza akiteua wajumbe wa bodi karibu wote wana Simba. Kwa hiyo Simba ni kitu kimoja, ila tunakutana kwenye shareholding kwamba huyu ana 49, huyu ana 51, lakini wote wanaoingia kwenye bodi ni wana Simba. Kwa hiyo hayo maneno yanayopandikizwa, yanayokuja huku yote tutayaua, tutayamaliza na Simba itabaki moja. Kwa hiyo nawasihi wana Simba, sisi tuko kitu kimoja. Mimi na makamu wangu tuko kitu kimoja. Kwa hiyo Simba yote itakuwa ni moja, na mwekezaji ni mwana Simba, sio kama mtu ametoka. Maana kuna timu zingine Uingereza mwekezaji ametoka Uarabuni, ametoka Marekani. Hapa mwekezaji ametoka Tanzania na ni mwana Simba. Kwa hiyo maneno kila siku wanachama, wekezaji, lugha za kudanganya, tunaomba kuanzia sasa zifike mwisho. Simba ni moja na tutaendelea kupigania klabu yetu, na huu ndio msimamo wa jana wa bodi. Kwa hiyo nipende niwaeleze hayo, lakini kikubwa ni kwamba tunaandaa mfumo wa utoaji wa kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, ambao kila mwana Simba sasa, Simba inaenda kukua. Labda niwaeleze kitu kingine, ile hela ya 20 billion sasa iliyokuwa kwenye escrow account ikiisha itahamia kwenye akaunti za Simba, then tutaanza kutengeneza faida, na katika sehemu ya mapato ya kadi pia yataingia kwenye endowment fund, tutaanza kutengeneza faida. Sisi ni klabu ambayo tutakuwa na pesa nyingi kuliko klabu zote. Kwa hiyo hili ni swala la muda, tunaenda kutengeneza timu ya kisasa ambayo iko na uwazi, yenye good governance. Narudia tena, yenye good governance. Tusikubali kupotoshwa. Baada ya hayo machache, si mengi, naomba kama makamu yote la kuongeza, ambayo sikuzungumza za kuongeza, sio vinginevyo, kwamba sisi pale tunaenda kuambia yani hiyo inaathiri vipi? Sielewa yani. Huo ugomvi ni ugomvi gani kwanza? Alafu unaathiri vipi? Wacha kwanza tuache ugomvi kwanza. Yaani wanaathirika vipi yani? Sio kama umenielewa. Yaani wanaathirika vipi wachezaji? Kwa sababu mishahara wanalipwa tena kwa wakati. Hakuna klabu inalipa mishahara kwa wakati. Hakuna, hawadai hata bonus. Hawadai chochote. Hakuna mtu anadai chochote Simba. Chochote. Tena huyu mshahara wa Christmas unalipa lini? Leo okay. Tayari ushalipwa. Disemba ushalipwa. Wanadai nini? Maana unaposema tumewaathiri viongozi, tumewaathiri vipi? Tuache huko mgongano kwanza. Maana sio kama mgongano, mbona wapi mgongano? Tuje kwenye wao wanaathirika vipi? Maana kuna kauli zinawaambia. Kauli za wapi? Kauli za wapi? Tunasema kwamba uongozi wa juu, kwa maana ya nyinyi, kuna baadhi ya viongozi wanawaambia wachezaji kwamba chezeni chini ya kiwango ili utulivu ukosekane kwenye bodi. Kwamba kiongozi anaambia mchezaji chini ya kiwango. Sio kweli. Sio kweli. Ngoja nikwambieni jamani. Kiufundi sisi tumepata shida ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu, akasajili timu, akatrain mwezi mzima pre-season, akaondoka bila kutarajia. Ikabidi tutafute kocha ambaye ataingia immediately, naye hakukizi vigezo vyetu. Kwa hiyo ikabidi naye aondoke kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure. Mnaachana lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection. Lakini tuliona kwamba bora tuachane. Kwa sasa hivi tutapata kocha. Umenielewa? Umeona timu ilivyo nani Cha pili ambacho hata mtu mmoja amewahi kusema.
Mechi ya kwanza sisi na Ngao, central defender dependable Hamza injury. Baada ya mechi gani ile, goalkeeper dependable Kamara akafanya nini? Kaumia. Juzi tuko pale nani wapi? Bamako, central defender mwingine namba 1 injury. Niambie timu gani Tanzania hii itampoteza goalkeeper na 2 central defenders wa kwanza wote watoke, Afrika cheze mechi kubwa ikashinde? Niambie. Hiyo ndio matatizo ya kiufundi. Hayo ndio matatizo ya kiufundi. Na hakuna hata mtu mmoja, nyinyi si waandishi wa habari, ambaye kusema hicho kitu. Toa timu yote Tanzania hapa, toa goalkeeper namba 1 na mabeki wakati wawili, afu icheze mechi kubwa, uone kama itashinda. Labda kwa msaada wa refa unaofanyikaga ule. Kwa hiyo ndio kiufundi. Ndio yani kiufundi. Lakini maneno yanakuzwa. Sasa Simba kwenye ligi imecheza mechi ngapi? Imepoteza mechi. Kelele utafikiri kesho mwisho wa dunia. Simba International imepoteza mechi hizi bado 4. Kelele utafikiri sio kitu gani? Hatuwezi kuingia. Sawa, tusipoingia nani robo finali, it's very bad. Tukusudia. Mwaka jana siku timu haikuingia robo. Si mwaka jana timu haikuingia robo. Kelele zilikuwepo. Mlikuwa mnapiga kelele? Kama mnapiga sasa hivi, hata ile makundi yenyewe hajaisha. Pe. Makundi yenyewe hajaisha. Mwaka jana sinawaambieni, mwaka jana kwa timu haikuingia robo, mlipiga kelele. Tuongee mpira. Wana Simba msitoe kwenye reli. Tu support timu yetu. Kuna hivi sponsor nani vinaandika tunavijua. Lakini wana Simba mtu anaunda tu. Morris anaingia Januari, si timu gani? Akienda hata TFF anajua mkataba wa mchezaji unaisha lini. Lakini anaandika tu. Sasa hizo kelele hizo zinatengenezwa. Lakini sisi bodi tuko imara. Tuko imara kweli kweli. Mimi na mwenyekiti wangu kwa siku tunaongea zaidi ya mara 5. CEO yangu tunaongea karibu mara 12. Na wajumbe wengine wa bodi. Tuko imara. Tutakuja na tutengeneza taasisi imara. Tunakaa vikao, tunafanya maamuzi. Nyie mmefanya vikao kila siku. Sasa unataka sisi tukae gorofani mtu mmoja amue? Ndio good governance hiyo? Sisi tunaamua kama bodi. Na bodi pale kuna watakaotoka wataingia. Watajifunza kitu. Sasa kama naamua mtu mmoja, siku akifariki au kiondoka, kutakuwa na kujifunza. Natakiwa mpira wa mtu mmoja. Mpira wa wapi huo? Hakuna mpira wa taasisi ya wapi? Sio kama nimejibu swali lako. Bwana, hii mambo ya kusema sijui. Mimi nipenda unajua swali lake zuri sana. Amezungumzia hapa, ananisikia. Mimi naweza kusema kwa kelele. Mimi ningependa, unajua unaposema kuna mgogoro. Sogea tena mwenyekiti. Unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani. Yaani upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali, ukasema upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa vikao. Hata jana tulikuwa kwenye kikao pamoja. Labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha, mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa 8, na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani na mpira. Wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa hivi, mchezaji professional ipo mshahara, ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza ukamuinfluence ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango akacheza? Atakuwa mwenda wazimu huyo, na hafai kuwepo Simba. Sasa haya ni mambo ambayo yanaishwa.
Na ninyi waandishi, bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna TV kandili, ukisha mpira unasemaje? Wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa, na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule. Ukienda uwanja wa Taifa pale kwenye upande wa pili kule, unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili wahojiane. Hayo sio sawa. Kuna moja wewe ulitaka kulisema lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka. Sisi tunacheza mpira. Simba Club kwa sasa mchezo wetu namba 1 ni mpira. Kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka zinaenda, sisi hatuna mchezo wa siri. Sisi tunacheza mpira. Nadhani nitaka kuongezea hayo. Sawa. Wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu. Na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya. Na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali, tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndo mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu. Hamwaulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi. Na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa maendeleo ya club na timu yetu. Kwa nini wakati? Kwa nini wakati? Kila mmoja kama ana swali waulize tu. Swali langu lilikuwa nauliza mwenyekiti wa bodi alizungumza kwamba kuna upekee kwenye klabu ya Simba kwa maana ya mwekezaji yeye pia ni mwanachama wa Simba. Uliona kwenye maboresho ambayo tunatarajia katibu amesema karibuni kupitishwa kwa na wawekezaji. Je, tutarajia wawekezaji wa Simba watakaoongezeka wote lazima wawe wanachama wa Simba ama tofauti na hapo? Sasa mimi najuaje? Kwa sababu hiyo ya wawekezaji, unajua ngoja nikwambie. Kuwa na taasisi huwa haifanyi nini? Yaani haikai tu. Taasisi inakuwa. Ndio maana hizo katiba zitakazo zabadilishwa, bodi itakwenda zabadilishwa, itakwenda na improve. Mwaka nyinyi wajui tu. Miaka 2003
kuzungumzia tu kwamba unaweza ukauza hisa za wanachama kwenda kwa mwekezaji, hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi. Hiyo kitu ilikuwa ni dhambi 2003. Wakati Mohamed anazungumzia hivyo tulimwambia wewe Mohamed, uuze Simba wewe. Akaacha na akaondoka. Lakini 2017 18 ikafanya nini? Ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani, shareholders ni taasisi. Unakuta li kampuni likubwa linaamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange. Watu wakaanza kununua. Kwa hiyo hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje. Na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja sio mwekezaji mwana Simba, atakuja sio mwana Simba, atakuja ni kampuni, sio kwamba ni mtu, siwezi kusema. Siwezi kujua itakuwaje huko mbele. Na wala siwezi kusema hii hali itakuwaje. Kwa hiyo si tuiache hiyo kwamba 49 ni mwekezaji, wawekezaji 51 wanachama. Kwanza hiyo ulisema hakukizi vigezo, amesema nani? Kwamba hakukizi vigezo akasema nani? Tuliona hatutakubaliana, hatutafika. Yaani kuna vitu tuliona tumeshindana, sio vigezo. Vigezo maana yake ni qualification. Mpanzu bado ana mkataba na Simba. Bado ana mkataba na Simba. Mpanzu ana mkataba na Simba. Sasa kusema sio utampoteza, bado ana mkataba na Simba. Basi sasa kama wanasema ataenda, mimi nitawezaje kuwasema kwamba haendi? Si wanasema wataenda. Kwamba si washa mpaka napanga line hapo, si Januari itakuwa hivi itakuwa hivi. Si wacha wapange tu. Kwani kuna shida? Wacha wapange tu. Lakini ninachokwambia kwamba mkataba Mpanzu bado ana mkataba na Simba. Na mkataba na bei yake ya kununua sio kama hapa Tanzania kuna timu inaweza kumnunua. Siku ya mkutano mkuu baada ya kuwasilisha mapendekezo ya katiba, ni kama baadhi ya wanachama hawakukubali na mwisho au namna ambavyo kikao au mkutano ulitamatika. Sasa swali langu ni kwamba je, mmejiridhisha kwamba wanachama wote wamekubali mapendekezo ya katiba mpya kutokana na jinsi, naamini hata wewe utakuwa umeona jinsi baadhi ya wanachama walipokuwa yake. Nashukuru kwanza swali lako. Mimi ningependa labda tutawaomba wenzetu wa Azam TV watupe ile process ya mkutano mzima ambao ulikuwa huko live. Baada ya kuwa aliyekuwa ameleta mapendekezo yale kuwasilisha, na katika maelezo yangu ya awali nilisema tulipokea mapendekezo ya serikali, tulipokea mapendekezo ya wanachama, tukaunda kamati ambayo ilitoka katika pande zote, wakafikia na wakayaweka sawa. Aliyekuja kusoma mwenyekiti wa ile kamati akaainisha, nikauliza jamani, baada ya maelezo haya kuna mtu yoyote ana hoja? Hakuna. Kama hakuna na agenda zimekwisha, tunafunga mkutano. Sasa wengine wanatengeneza fani. Mwingine anakuambia taa ilizimwa, mimi sikuona. Umeona?
Sasa sijui taa wakati inazimwa alikuwa wapi na nini kilichotokea. Baada ya kuwa agenda zimeisha, tukawaita watu wakasoma dua, umeme ukiwa unawaka, hakuna taa iliyozimwa. Wakati tunatoka kwenye ukumbi, umeme ulizima na ukarudi hapo hapo. Kwa sababu gani? Tuliwaambia watu wa Diamond Jubilee kwamba hatutaki power interruption, kwa hiyo watumie generator. Kwa kuwa mkutano tumemaliza na tushafunga, kwa hiyo wao wakarudisha kwenye main supply, wakazima generator, wakarudisha umeme wa kawaida. Sasa unataka, yani ni mambo tu ya vituko. Ndio hizo TV hizo. Kwanza nikwambie lile ambalo ulisema kuna wengine hawakuridhika sio nani. Sasa nini sinatakiwa muulize? Wewe bwana, haya yamewasilishwa. Tumeuliza kuna hoja, hakuna. Wewe hujaridhika na nini? Ninyi waandishi mbona hamfanyi hiyo kazi? Kumuuliza wewe hoja yako ilikuwa ni nini? Mkutano na taratibu zake, mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba. Uwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono, kifungu cha 3 nataka kirekebisho kiandikwe hivi. No. Kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba. Ukiwa na hoja unawasilisha siku 21 kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani, hata uhai. Kwa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine hawataki, wewe hujasikia watu wanajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kukubalika na wote. Ukiniambia kwamba mkutano ule usimame watu wote, haya tupige kura tuseme wote waseme ndio, haiwezekani. Kuna wengine watakataa. Sukari tamu wengine hawaipendi kwa sababu ya kuumwa nani. Pilipili inawasha lakini wengine wanaipenda. Ndio binadamu alivyo. Wewe, hayo ni maoni tu. Na sisi klabu yetu tunaheshimu uhuru wa maoni. Nimewaambia wale ambao wanahisi kwamba kwenye mkutano ule kulikuwa na jambo wanataka kuliwasilisha, wafuate taratibu. Kwenye mkutano unaofuata tutafuata, tutayapokea maoni yao na tutafanya marekebisho. Sasa hiyo ya kusema mkutano si ulimalizika, si ulifanya hivi, mimi ndio nilikuwa naendesha mkutano na ndio nilikuwa na agenda pale, na agenda zimegawiwa kwao. Wao waniambia agenda gani hatuweza kuijadili. Kwa hiyo ni aina tu ya watu ambao wanaweza wakawa wanatafuta labda mileage za kusema waonekane na wao wamesema na nini. Lakini mkutano tumeondoka kwenye hayo mambo ya tradition za mikutano ile ya zamani. Zamani kulikuwa mikutano inaendesha mapinduzi, sio kiongozi anaondolewa mara anafunga. Siku hizi hamna, serikali imezuia hiyo. Na katiba yetu iko very open kwamba utaratibu wa uendeshaji wa mikutano unakuwaje, na vyombo vya serikali siku ile vilikuwepo na marekebisho ambayo yalikuwa yamekusudiwa kuwasilishwa kwenye mkutano ule yalikamilika. Hakukuwa na shida yoyote. Sasa kama mtu anajisikia kwamba labda alitaka kuongea, hatukupewa uhuru wa kuongea, angalieni footage za ule mkutano. Watu waliokuwa na hoja walikuwa wanapewa mic, wanazungumza, zinajibiwa. Huyu alikuwa na mawasilisho, amewasilishwa. Kila kitu kilienda sawa. Sasa mimi kumridhisha mtu, hilo ni jambo jingine tofauti. Labda mtu pengine ana chuki tu na mimi, ambayo mimi sioni kwamba ni tatizo mtu mimi akinichukia. Sio ni tatizo kabisa. Hata manabii watu wanamchukia Mungu, kuna wengine wanamkataa kwamba hakuna Mungu. Hiyo ni jambo la kawaida tu kutokea katika muendeshaji wao. Lakini sisi timu yetu, klabu yetu tunaendesha katika weledi wa hali ya juu sana. Na ndio maana tunaruhusu uhuru wa maoni. Wanachama wote wa Simba Sports Club walio hai kwa siku hiyo wanakuja kushiriki kwenye mkutano. Kuna vilabu vingine wanachaguana watu 2, 3 na wengine wakionekana hiyo wanazuiwa, kadi sio hazipatikani sio nini. Lakini sisi mtu yoyote yule anakuja. Sasa na hilo labda pengine inaweza kawa ni gharama, kwa maana kwamba tunaruhusu watu wote wanakuja. Lakini hii ni klabu ya watu. Mimi sio ya kwangu wala sio mzee Magoli. Hii ni klabu ya wanachama. Mtu yoyote anao uhuru wa kusema lile ambalo halikinzani na mtu mwingine. Lakini kwa kuwa umelisema, mimi nawashauri wanachama wa Simba. Ukiwa wewe mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, huna kinga dhidi ya uhalifu. Usiende ukatukana watu huko, au ukaenda ukamkorofisha mtu, au ukamtapeli ukasema mimi nilikuwa natoa maoni yangu. Ukikamatwa na polisi au ukihojiwa na polisi, hiyo ni la kwako. Sisi klabu hatuhusiki nalo. Ukishtakiwa kwa defamation, ukashtakiwa sio kwa kutishia. Maana kuna wengine hata mimi wananitishia na nitadili nao. Maana mtu mwingine anakuambia mimi nataka kuvaa bomu sio nene. Hiyo ni criminal offense. Hiyo ni criminal offense. Sio mimi naweza kukuchukulia hatua.
hata serikali yenye mamlaka ikipima wanaweza kukukamata, wanaweza kukukamata kabisa. Alafu sasa ni mambo ya hatari. Ikitokea kwamba mimi nimetoka nyumbani nimepata ajali nimekufa, ukakamatwa wewe, utasemaje? Utashtakiwa. Sasa watu hawapimi. Mtu mwingine anasema yule muuni sio nani. Kuna wakata vitunguu Kariakoo sio wana rangi fulani fulani. Zamani kulikuwa na utaratibu wa kwenda kununua pilau kwenye siku hizi mimi sisimamii hata uuzaji wa chakula. Huyo jamaa anayepiga makelele wewe kunilaumu siku zote alikuwa anauza pilau kuja kwenye mikutano. Mimi sisimamii hayo mambo, management ndio inayosimamia. Sasa utanitukana bure mimi, utanisema unavyoweza kusema, lakini angalia haki. Angalia haki na zingatia haki. Timu hii kama tulivyosema, sisi tuna mashirikiano mazuri sana ndani ya timu. Tunao watu wanaweza wakawa wana oppose mawazo yetu katika utendaji, katika utekelezaji, katika nini. Hiyo tunakubali. Lakini sisi tumekuwa tuna accept constructive criticism, kwamba wewe ukiwa unatuonyesha kwamba tunataka hili ulijenge, tunakubali. Hata wale ambao wakitoka pale wakiwa wanatoa maoni yao kuhusu mchezo, leo tuliona mchezaji fulani amefanya hivi, mchezaji fulani anafanya hivi, sisi tunayapokea. Sasa wengine wanaweza wakachukua hiyo kama ni mfano, watu wanalalamika dunia nzima, mchezo wa mpira, hata kama timu imeshinda. Mimi nilikuwepo kwenye mechi ambayo Simba walishinda 3-1 dhidi ya Sports Club Villa kwenye mechi ya East Africa. Kwenye mechi ile wachezaji walikosa goli zaidi ya 6. 3-0. Ilikuwa 3-0 Goli 6 zilikoswa. Lakini baada ya kombe kuchukuliwa na watu kuwa wanashangilia, kuna wengine wakawa wanasema leo ilikuwa tushinde goli 9 leo. Juzi tu hapa tumecheza mechi hii ambayo umesema mwenyekiti. Sisi tulicheza mechi tulipoteza dhidi ya Raja Casablanca uwanja wa Taifa. Tukaenda tukapoteza mechi. Tulianza Horoya tukaja. Tulitoka na Horoya tukaja tukapoteza hapa, alafu tukaenda tena kucheza na Vipers ya Uganda. Lakini Horoya tuliwafunga goli 7. 6. 7 bwana. Goli 7 tuliofunga. Pale watu wanasema leo tungeweka rekodi zingekuwa goli 10. Timu imeshinda hiyo, lakini bado yeye hajalizika. Ndio binadamu ulivyo. Na kama nafsi yako haitamani zaidi, hiyo ni nafsi ufu. Labda kiwe kitu ambacho kina madhara. Yaani kwamba mtu akipata kitu chenye madhara akitamani zaidi, hiyo itakuwa. Lakini kitu chenye kujenga kikiwa na ziada, ndo nafsi ya mwanadamu inavyo. Ndio maana unasikia mtu anakuwa na mke mmoja, anaongeza mke wa pili, wengine wanakuwa na mke wa pili, anataka watatu anataka 4, na wengine wanawake 6 bila kufuata utaratibu. Ndio nafsi ya mwanadamu. Haya.